Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto. Karibuni kwa utangazaji mwingine wa taasisi ya uzima kwa wote. Amen. Mada kuu wa Galatia, injili pekee, injili ya Kristo. Ujumbe wa 20. Neno la kinabii na walimu wa uongo. Somo la Biblia, Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 12 hadi 15, 19 hadi 20. Sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 4. Tumefika kwenye ujumbe wa mwisho wa mfululizo wa Wagalatia, injili pekee, injili ya Kristo, ambayo ni ujumbe wa 4 unaosaidiana, uliochochewa na neno la mwisho la Petro, la Paulo katika barua yake ya Wagalatia. Katika sura ya mwisho mstari wa 12 tunapewa monyo muhimu, ambapo anasema wale wote wanaotaka kujivunia mwili hao wanalazimisha watailiwe, ili wasiwe wanaoteswa kwa sababu ya msalaba wa Kristo. Kanisa la huko Yerusalemu lilianza kwa njia ya kushangaza, ambapo ilikuwa ni kioo kwetu sisi wote, jinsi walivyokuwa watiifu kwa Roho, wakishikamana katika neno la mitume. Maisha ya kanisa yalikuwa maisha ya ushirika kuhusu neno ambalo mitume walisema, na neno hilo lilitumika kwa imani ya wale waliopokea Roho Mtakatifu kwa nguvu zake kubwa. Likafanya miujiza, ishara na maajabu kwa mikono ya mitume. Hivyo kanisa likakuwa, likaongezeka na kuwa na hofu katika mioyo, na kilichokuwa moyo wa wote na Roho. Hali hiyo, nguvu ya kioo, inaweza kawa kioo kwetu sisi wote, na Roho Mtakatifu alikuwa na uhuru kati yao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na serikali, mwelekeo. Ilikuwa ni serikali ya Kristo, serikali ya Mungu kupitia neno lililotolewa na mitume. Hili ilileta afya nyingi, na Roho alikuwa na fursa nyingi za kufanya kazi, na haraka kanisa lilifika hadi watu 5,000 kwa siku chache. Ndugu, na hili, shukrani kwa Mungu, ilidumu kwa miaka 6 ya kwanza ya maisha ya kanisa. Miaka 6 kwa sababu hadi kifo cha Stefano. Ilianza mateso makubwa. Hata hivyo, mpaka wakati huo mambo mengi yalitokea. Nilikuwa nikisema leo asubuhi wakati wa kifungua kinywa, kunywa chai asubuhi na baadhi ya ndugu walioshiriki, kwamba maisha ya kanisa la awali kama kioo kwetu. Haukuona mzozo wowote kuhusu nafasi au kutafuta vyeo. Walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu kwa urahisi, wakiwa watiifu kweli neno la Bwana, na kila mmoja alifanya kazi kama mwanachama na kama mwili wa Kristo.
walipata kujitenga na mambo ya kidunia, wakaishi maisha ya kanisa la mbinguni kwa ufufuo. Ilionekana kwamba hawakuwa duniani, bali waliishi katika maeneo ya mbinguni, na Roho alikuwa na uhuru wa kufanya kazi. Nilisema kwa ndugu leo asubuhi kwamba tunahitaji kurudi kwenye urahisi huo. Amen. Niliwaambia ndugu waliokuwepo kwenye kifungua kinywa kwenye chai ya asubuhi, ambao walikuwa viongozi wa kwanza wa mkoa, niliwaambia ndugu, tusahau msimamo wetu kanisani. Amen. Tusahau kuwa sisi ni ndugu wenye majukumu. Sisi ni washirika. Sisi ni viongozi. Kila mara tunapojenga muundo wa madaraka, hatimaye tunajikuta tumejifurahia. Tunapoteza urahisi, na Roho Mtakatifu hawezi tena kuwa na uhuru wa kutenda kati yetu na kufanya miujiza kati yetu. Ndugu, tuendelee kuwa rahisi. Wakati wanafunzi walipokuwa wakishindana ni nani mkubwa katika ufalme wa mbingu, Bwana Yesu alimwita mtoto na kumweka katikati yao na kusema, msipogeuka na kuwa kama mtoto huyu, hamwezi kuingia ufalme wa mbingu. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu katika hali yake ya zamani na katika mantiki yake ya asili ana mwelekeo wa kutafuta mamlaka na kutaka kuwa na muundo wa madaraka. Mtu mzima anayefikiria, mimi niko hapa kanisani, mkoani mwangu, mimi ni wa kwanza, mimi ni wa pili. Ndugu, haipaswi kuwa wasiwasi kwetu katika maisha ya kanisa. Mke wa Zebedayo alikwenda kwa Yesu kuomba ili mwanaye Yakobo na Yohana, wakati ufalme unapofika, mmoja aketi kulia kwa Yesu na mwingine kushoto. Yesu akasema, si mimi ninaamuru. Anamaanisha katika ufalme wa mbingu, anayetaka kuwa mkubwa na awe mtumishi wa wengine, ahimizi kuwa mtumishi. Kwa hiyo ndugu, katika maisha ya kanisa, kila tunapokuwa na mawazo yoyote kuhusu msimamo, ni kwa sababu mwelekeo wa asili ni kwamba tunajenga muundo wa madaraka, na kila muundo wa madaraka, ndugu zangu, daima unapinga utendakazi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu alikuja duniani kama nabii, na kati ya Wayahudi kulikuwa na muundo wa madaraka, na ili wasipoteze nafasi yao ya madaraka, walikataa mabadiliko wakati Yesu alipokuja hapa duniani kuleta mabadiliko ya zama, na hatimaye wakapinga utendakazi wa Roho Mtakatifu na wakamsaliti Yesu na kumsulubisha kwa mikono ya dola la Roma. Ndugu, angalieni jinsi inavyokuwa wakati kujenga muundo wa madaraka. Kwa hiyo ndugu, nawaambieni sisi tulioko hapa, wafanyakazi wa saa za mwisho, tunapaswa kujikomboa ndugu, kutoka kwa kila urithi wa Sadris. Amen. Tunapaswa kujikomboa ndugu, kutoka kwa kila muundo tunaojaribu kujijengea. Nakumbuka wakati ndugu Dongo aliposema kuhusu kitabu cha Ayubu, ndugu mmoja alinikumbusha leo asubuhi sura ya 29. Sehemu hii ndiyo mimi niliyoandika kwenye kitabu hicho. Ayubu alijiona yuko sawa. Alifanya kila kitu kwa haki. Alijitahidi kutenda haki. Lakini
Wakati Mungu alipogusa katika starehe yake na muundo wake wa madaraka, ndipo alilalamika. Akalia, kwa nini Mungu ananifanyia hivi? Mungu ni mwenye haki. Kwa nini Mungu? Kwa sababu Mungu aligusa kwenye kiota chako. Una mwelekeo wa kujijengea kiota, iwe nyumba, kanisani au katika kazi ya Bwana. Siku zote tunataka kujijengea kiota, na kiota hutuletea faraja fulani. Huko nina marupurupu yangu, huku ninafanya mapenzi yangu, huku ufalme wangu mdogo. Ndugu, Mungu anataka kuharibu vielezo hivi. Anataka kutawala maisha yetu. Kwa hiyo nilisema asubuhi kwa ndugu, msiwe na wazo lolote la msimamo. Tuko hapa ndugu, kama watumishi wa Bwana tu. Tunataka kuwa muhimu ili mapenzi ya Mungu yatimizwe kati yetu. Amina. Kwa upande mwingine pia nimewaonya ndugu kwamba iwe ni huduma yetu, maisha yetu ya kanisa au maisha yetu ya Kikristo, ndugu, msiwe na muundo wa kujipatia raha ya starehe. Kila unapojikuta umepata eneo la starehe, ndugu, kitu hakiko sawa. Mnanielewa? Si tu washirika wa mitaani wanahitaji kutegemea Bwana kabisa. Wanahitaji neno. Unahitaji kuundwa neno, kukumbatia neno kwa ujumla. Unahitaji kuwa na neno ndani ya moyo wako. Wakati wanategemea nafsi zao, mitaani haifanyi kazi. Huwezi kufanya kazi katika kazi ya kukopoti mtaani. Bwana hafanyi kazi. Nini kinahitaji kuingia katika hili? Nini kinahitaji kubadilika katika hali ya kukimbilia? Bwana hafanyi kazi. Nini kinatokea? Unaanza kujiuliza, nini kimefanya kitu kile kile jana na leo hakifanyi kazi tena? Hali ya kukimbilia kutafuta mwelekeo wa roho. Ndugu, hii ni kawaida. Hii inapaswa kututia wewe na mimi kila wakati. Wakati huduma yako au maisha yako yanapoingia katika eneo la starehe, unajua nini cha kufanya kwenye hatua inayofuata. Lakini hii si maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho ni hatua inayofanya ni nini hujui. Ninatoka São Paulo na kwenda kaskazini mashariki. Nafikia Fortaleza popote nilipo. Ninakula kifungua kinywa na kunywa chai ya asubuhi na ndugu. Mlo wa mchana, nakula chakula cha mchana, nakula chakula cha jioni au wakati wa burudani na ndugu. Daima kuna ndugu wengi mbele yangu kama ndege waliowaziwa midomo, wakisubiri mama na baba awaletee kitu na wakilisha. Nawaza, Bwana, nifanye nini? Nina chaguzi mbili. Ninaweza kujijengea muundo wangu. Nina ujuzi wa Biblia. Nina uzoefu wa miaka mingi katika maisha ya kanisa. Ninaweza kusema kile. Ninaweza kusema kile nina kumbukumbu. Hii inaweza kupendeza baadhi ya watu, kupata makofi, kupigiwa makofi, lakini haileti matokeo ya kudumu kwa sababu haitoki kwa Roho, haitoki kwa Bwana. Kwa hivyo ndugu, hawa wanaoniangalia wakisubiri kitu hunileta katika hali ya kukimbilia Bwana Yesu. Ndugu, wanaonionea mimi, nitasema nini? Mnaelewa? Inabidi kuwa na hali hii ya kukimbilia Roho. Amen.
Inabidi kwenda kwa Bwana. Amen. Inabidi uende kwa Bwana kuuliza, Bwana, unataka nini? Amen. Kama huduma yako iko katika starehe, kuna makosa. Inabidi kuwa na hali ya kukimbilia Roho. Hatua inayofuata ni nini? Haujui hata. Inabidi kuomba kwa Bwana. Amen. Lakini mimi nimezoea kufanya mkutano, nimezoea. Unaweza kusema kwamba umezoea, au basi mshajenga muundo wako wa madaraka, uhitaji Bwana tena. Mnaelewa? Unaweza kusema kwa hiyo tunapaswa kuishi katika hali ya kukimbilia na kutafuta mwelekeo wa Roho kupitia neno kila wakati. Amen. Kwa hiyo ndugu, tuko katika zama za mwisho. Yohana 3, Yesu alimwambia Nikodemo, inabidi uzaliwe upya. Kwa nini? Kwa sababu Nikodemo alitaka kufanya mambo ya kipekee kama Yesu alivyofanya, lakini hakuweza. Akasema, amen, amen, nakwambia, asiyezaliwa upya kutoka kwa maji na Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kile kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kile kilichozaliwa na Roho ni roho. Usishangae nikikwambia inabidi mzaliwe upya. Ndugu, tunapaswa kuelewa kuwa leo tuko katika ufalme mwingine, katika hali nyingine. Amina. Hatuko tena katika ufalme wa ulimwengu huu, tuko katika ufalme wa mbinguni. Amen. Ndio maana alikufa na kufufuka ili atupe uhai. Atupe uhai huu mwingine na tuingize katika ufalme huu mwingine. Na ufalme huu mwingine ni ufalme wa mbinguni. Amen. Na ninaingia tu kwa kuzaliwa upya. Amen. Asante Mungu. Hapa amezaliwa upya. Amen. Kwa hiyo hamfai kurudi kwenye ufalme wa awali. Mnapaswa kuendelea kukaa katika ufalme wa Mungu. Na anayekaa katika ufalme wa Mungu, mstari wa 8, upepo unapita. Amen. Upepo unapita popote unapotaka. Roho ni kama upepo. Upepo ni nani? Upepo ni Roho. Amen. Roho ana mapenzi yake mwenyewe. Yaani anafuata mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo upepo unapita popote unapotaka. Unasikia sauti yake lakini haujui unatoka wapi. Unasikia sauti ya upepo lakini haujui unaenda wapi, wala haujui unapojua sio upepo tena, ni wewe mwenyewe. Yaani ukiwa umeshakwisha kujua sio upepo tena, ni wewe mwenyewe. Ndugu, wakati upepo unapokuja, Roho anataka kutenda. Wewe haujui unatoka wapi wala unaenda wapi. Hivi ndivyo alivyo kila anayezaliwa katika Roho. Hapa hatukupata chaguo. Unapaswa kuishi hivi. Amen. Kama unataka kuishi katika ufalme wa mbinguni, unataka kuishi katika ukweli wa ufalme wa mbinguni, unapaswa kuishi hivi. Amina. Kama unajua hatua inayofuata, haufuati upepo. Bwana Yesu. Amen. Na ndivyo hivyo ilivyokuwa. Asante Mungu. Awamu ya kwanza ya maisha ya kanisa chini ya uongozi wa Petro pamoja na mitume wengine 11 hawakujua nini cha kufanya, lakini Roho ndiye aliyekuwa akifanya kazi, na mambo yalikuwa jasiri. Walikuwa majasiri. Hawakusema hata mara moja kuhusu desturi za Musa, kurudi kwenye tohara. Petro na Yohana hawakusema chochote kuhusu hilo. Walitoa mwelekeo mpya kwa sababu sasa zama zimebadilika. Si kuwa tena zama za sheria. Sasa hivi sio zama za sheria. Sasa ni zama za imani, za Roho, za neema, au zama za kanisa. Kanisa linafuata nani? Linafuata Roho. Amen. Linafuata Roho, linafuata neno. Amen. Neno linatoa mwelekeo. Neno linawataka. Amen. Neno linatawala kanisa. Ndugu zangu, haya yalikuwa miaka 6 ya kwanza
ya maisha ya kanisa hadi kufikia wakati wa mateso baada ya kifo cha Stefano. Katika mateso hayo, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 1 unasema kwamba isipokuwa mitume walilazimika kutoka Yerusalemu. Walitawanyika, sivyo? Walitawanyika. Je, umesoma hili au la? Sura ya 8 mstari wa 1. Siku hiyo kulitokea mateso makubwa dhidi ya kanisa la Yerusalemu, na wote isipokuwa mitume walitawanyika. Unajua wote inamaanisha nini? Ghafla kulitokea mateso hapa kaskazini, mashariki, na kila mtu alilazimika kukimbia nyumbani. Wote. Unaweza kufikiria mzozo uliokuwepo, athari kubwa ambayo ilisababishwa na kanisa. Wote walilazimika kukimbia, na kwa sababu ya mateso wengine waliwekwa ndani na wengine wakauawa. Na hata katika Matendo ya Mitume mwanzo hapa haijaandika hili. Kwa hiyo ilikuwa ni mzozo, na ndicho kinachotokea. Mawazo ya kwanza ni kwamba uongozi wa Petro ulikuwa mkali sana. Aliwashawishi viongozi wa Wayahudi kwa kusema kwa nguvu dhidi yao. Alikuwa anawagombeza kwa kuwalaumu kwa kuwa wauaji wa Yesu, na alisema kwa jina la Yesu, si ndivyo ndugu zangu? Kweli, kuanzia sasa ndugu zangu, sisi sio wahusika tena. Kichwa chetu Kristo ndiye mhusika. Sisi hapa tuko mashahidi wake. Sisi hapa tuko washiriki wa mwili wa Kristo, sivyo? Kwa hiyo ndugu zangu, kila tunachofanya tunafanya kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu. Unapofanya mambo kwa jina la Yesu, mambo hutokea. Kwa nini? Kwa sababu tunatumia mamlaka ya kichwa. Mamlaka ya kichwa haiko chini ya mambo ya dunia tena. Tayari iko katika maeneo ya mbinguni juu ya uongozi wote na mamlaka yote. Ndio maana kanisa lilikuwa na mamlaka hiyo, lakini baada ya mateso, shinikizo kwa uongozi wa Petro ilikuwa ni kubwa sana, na polepole uongozi huo ulianza kudhoofika. Wakati tayari katika sura ya 9 ya Matendo ya Mitume inayosimulia ubadilishaji mkono wa Sauli, ambaye alikuwa mtesi wa kanisa, na ghafla Bwana njiani kwenda Damasko alibadilika. Alikuwa anakwenda kufanya nini Damasko? Alikuwa ameomba idhini kwa makuhani wakuu, barua ya ruhusa kuwakamata Wakristo huko Damasko. Na Damasko iko wapi? Kaskazini zaidi ya mkoa wa Yudea na Samaria, tayari katika nchi nyingine, Siria, Damasko. Kwa hiyo mateso hayakuwa tu hadi Yudea na Samaria. Kwa mtawanyiko wa kwanza ilivyotokea, bali walilazimika kukimbia mbali zaidi. Hata Paulo aliwatesa Wakristo hadi Damasko, na njiani kwenda Damasko alibadilika. Hii ilikuwa ni mwaka 37, mwanzo wa kanisa huko Yerusalemu. Siku ya Pentekoste ilitokea mwaka wa 29. Mwaka wa 37 ni miaka 8 baadaye, sivyo? Miaka 8 baadaye. Kama unataka unaweza kuweka huo mchoro wa mstari kwa wakati uliofanya. Sivyo? Kama unataka kuweka mchoro wa mstari wakati niliofanya na Paulo na Sauli
alibadilika mwaka wa 37. Yeye mwenyewe anasema katika sura ya kwanza ya Wagalatia kwamba miaka 3 baada ya kubadilika alikwenda Yerusalemu kwa mara ya kwanza kukutana na Petro. Hapo hebu tuangalie Matendo ya Mitume 9:26. Alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi, lakini wote walimwogopa wasiamini kuwa alikuwa mwanafunzi. Lakini Barnaba akamchukua, akamwendea mtume, akamwambia jinsi alivyomwona Bwana njiani na kwamba Yesu alikuwa amemwambia, na jinsi alivyohubiri kwa ujasiri na kwa jina la Yesu huko Damasko. Alikuwa nao Yerusalemu, akaingia kutoka akihubiri kwa ujasiri kwa jina la Bwana. Alizungumza na kujadiliana na Wahelenisti, lakini walijaribu kumuua. Walipojua hili, wakampeleka Kaisaria, wakamtuma Tarso. Hii ilikuwa mwaka wa 40, miaka 3 baada ya kubadilika. Hii inamaanisha ni miaka 11 kuanzia siku ya Pentekoste, sivyo? Na katika wakati huo Paulo alipokwenda Yerusalemu na kukutana na mitume, aliandika katika Wagalatia. Hapa kuandika, ndugu zangu, yote tunayozungumza leo haiko katika vitabu vya wanafunzi wa Biblia. Inaonekana kuwa giza kubwa. Hakuna aliyeona mabadiliko makubwa ambayo kanisa la Yerusalemu lilichukua, likienda upande tofauti kabisa. Hakuna anayezungumza juu ya hili, na hakuna anayesema kwamba Petro alipuuzwa, aliachwa pembeni. Mitume iliachwa pembeni. Walipendelea uongozi mwingine, uongozi wa Yakobo. Mungu hakumpa Yakobo kuwa kiongozi wa kanisa la Yerusalemu. Mungu alimweka Petro. Kwa nini wanafunzi wa Biblia hawazungumzii juu ya hili? Hakuna aliyeona hili. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa mwanga ambao Bwana anatupa. Hii inabadilisha mwendo wa historia, inabadilisha muktadha wa mambo mengi tuliyojifunza, na sasa tunatoana kwa muktadha na kwenda zaidi, kwa kweli zaidi. Sasa Wagalatia 1, Petro anasema katika mstari wa 18, baada ya miaka 3 nikaenda Yerusalemu kumwona Kefa, nikakaa naye siku 15. Petro alikaa siku 15 Paulo alikaa siku 15 na Petro, na anasema katika mstari wa 19 na kusema kwamba sikuona mitume mwingine yeyote isipokuwa Yakobo, ndugu wa Bwana. Yakobo hapa hakuwa mmojawapo na wa mitume. Yakobo hapa alikuwa ni Yakobo, ndugu wa Bwana. Kwa maneno mengine, wakati Petro alipopanda mwaka wa 40 kwenda Yerusalemu, alipokutana na Paulo alipokutana na Paulo, wala hakukutana na mwingine yeyote wa mitume isipokuwa Petro, lakini anataja kuwa alikutana na Yakobo. Hii ni mwaka wa 40. Yakobo tayari alikuwa akiongozwa kuwa kiongozi wa kanisa la Yerusalemu. Mnapoeleza hii kwa uangalifu, unaweza kuona kwa makini katika mistari hii. Basi hii ilikuwa ni mwaka 40. Ndipo sababu mwaka 50 kile kikao cha waangamizi cha Matendo ya Mitume sura ya 15 kilipotokea, na katika kikao cha Petro alikuwa tayari amedhoofika. Alikuwa akishtakiwa na watu wa Yerusalemu kwamba aliongoza kanisa kwa ukali mno, kwamba walipaswa kupunguza shinikizo la Wayahudi dhidi ya kanisa kwa kurudi kwenye utelekezaji wa sheria. Ndipo kwa sababu wale watohara walitokea katikati ya ndugu kanisani,
katika kanisa la Yerusalemu, na Yakobo alipewa nafasi ya kuwa kiongozi mkuu. Kwa nini anaweza kusema hivyo? Katika Matendo ya Mitume sura ya 15, nani alimaliza mazungumzo? Nani alimalizia mazungumzo? Yakobo. Sawa, baada ya Paulo kutoa ushuhuda, baada ya Petro kutoa maoni yake, kisha Yakobo akamaliza, sivyo? Hapa inasema mstari wa 13 wa Matendo ya Mitume 15, baada ya Yakobo baada ya wao kumaliza kunena, Yakobo akasema, ndugu, sikilizeni maneno yangu, mimi ninatoa hitimisho. Sawa, nitamaliza hapa kwenye mstari wa 19. Kwa hiyo naamini mimi hii ni maoni yangu, na maoni yangu ndiyo ya mwisho. Mimi ni kiongozi mkuu. Kwa hiyo naamini mimi hatupaswi kuwadhuru wale walio miongoni mwa mataifa waliogeukia Mungu, bali tuwaandikie. Yani, alitoa amri kadhaa kwa waamini wa mataifa ambayo walikuwa wamekaribishwa katika kanisa la Bwana. Kwa hiyo alitoa amri hizo, waepuke uchafu wa sanamu, na pia ngono haramu, nyama ya wanyama waliokufa wakiwa wamezibwa na damu. Ndugu, hizi ni vitu kutoka kwa Agano la Kale. Bwana Yesu hakuwapa amri hizi katika kanisa, katika dispensa mpya. Haiwezi kwamba mambo ya haya si mazuri kuyafuata. Hapana, haisemi hivyo. Hatuko tena katika enzi ya sheria. Sio tena usiguse hili, usishughulikie hiyo. Sio tena katika awamu ya sheria. Sasa ndugu, tuko katika awamu ya imani. Amen. Hapo ndipo kwa sababu Musa ana katika kila mji tangu nyakati zake wale wanaomhubiri katika masinagogi ambapo kila mtu anajua. Yani, alikuwa akiwatuliza wale watohara. Usijali, kanisa litaendelea kusikiliza sheria ya Musa, kwa sababu katika kila mji katika eneo hilo na masinagogi ambapo sheria ya Musa ilisomwa, yani alikuwa mwenye diplomasia, mwenye upatanishi, akilinda pande zote mbili. Na basi ndugu, matokeo yake yalikuwa ni nini? Sawa. Kwa hivyo Matendo ya Mitume 15 yalitokea karibu ya mwaka wa 50, na sivyo? Abraham akiwa anataka kuonyesha mstari wakati wa ndugu wajuavyo wapi wanalipatika wanapatikana katika Matendo ya Mitume 15 na karibu ya mwaka wa 50. Mnaona hapo Matendo ya Mitume 15 ya mwaka wa 50, unaweza kuona hapo mwaka wa 50, na hapo tayari kulikuwa umeamuliwa uongozi mkuu wa Yakobo, kisha kanisa la Yerusalemu. Uongozi wa Petro ulikuwa umedhoofika na kudhoofishwa, sawa? Na ilikuwa katika kipindi hiki cha mwaka wa 50 ambapo Paulo aliripoti uzoefu mwingine katika Wagalatia, sivyo? Katika Wagalatia sura ya 2 mstari wa 11 inasema, lakini Kefa alipokuja Antiokia, hatujui wakati halisi, lakini kwa mimi ni karibu na miaka hiyo karibu na mwaka wa 50, karibu na mwaka huo. Kwa nini? Kwa sababu Yakobo alikuwa tayari amekuwa kiongozi wa kupendeza, sivyo? Kwa hiyo alipokuja Kefa Antiokia, nilimpinga uso kwa uso, na sababu alikuwa amestahili kulaumiwa. Kwa kweli, kabla haujafikia wale wengine kutoka kwa Yakobo, alikuwa akila na mataifa, lakini walipofika alijitenga, na hatimaye akajitenga kabisa alipowaogopa wale watohara. Hapo ndipo kundi katika kanisa la Yerusalemu
lilipotokea, ambao ilikuwa linaojulikana kama upande wa Yakobo. Walitangaza kanisa lilipaswa kurudi kwenye utelekezaji wa tohara ili kupunguza mateso kutoka kwa Yahudi. Na Petro alipojua kwamba wale wa Yakobo walikuwa wakikaribia na walikuwa wamefika, basi alijifanya hivyo kwa ila. Alitoka katikati ya waamini wa mataifa na kujiunga na Wayahudi waamini tu kwa kuogopa. Ilikuwa tu kuogopa wale wa upande wa Yakobo. Angalia jinsi Pedro alivyokuwa amedhoofika, na uongozi wa Yakobo alikuwa dhahiri hapa. Mnaona? Na uthibitisho wa uongozi wa Yakobo uko katika Matendo ya Mitume 21. Sivyo? Katika safari ya 3 ya Paulo hadi Yerusalemu ni mwaka wa 58. Unaweza kuona hapo zama za 58, mwaka wa 58, tayari Matendo ya Mitume 21. Hali ilikuwa imeamuliwa. Sura ya 21 mstari wa 17. Tulipofika Yerusalemu, ndugu walitupokea kwa furaha. Siku iliyofuata Paulo alikwenda pamoja nasi kukutana na Yakobo. Hapa haisemi kwamba Paulo alikwenda pamoja nasi kukutana na Petro. Hapana, Petro hakuwa hapo tena. Alikuwa ameachwa na wazee wote walikusanyika. Hapa haikuwa wazi, na ilikuwa dhahiri kwamba Yakobo ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu na wazee walikuwa chini ya uongozi wake. Na wapi walikuwa mitume? Hawakuwa tena Yerusalemu. Na baada ya kusalimiana, iliwaambia kwa undani Mungu alivyofanya katika mataifa ya huduma yake. Waliposikia wakamshukuru Mungu mara moja, wakawaambia, angalia, umefanya kazi nyingi, umetumia juhudi nyingi, na huoni kwamba sisi hatukutoka Yerusalemu? Angalia Mungu alivyofanya hapa Yerusalemu. Hapa inasema, ndugu, ni mara ngapi kwa maelfu kati ya Biblia aliyeona hili? Mara nyingi huonekana kwa macho mazuri kama kitu chanya, na uamuzi wa Matendo ya Mitume 15 bado unasifiwa na wachambuzi wa Biblia kama uamuzi mwenye hekima ya Yakobo. Ndugu, ni mwelekeo mbaya sana. Ndugu, hii ilibadilisha kila kitu, sawa? Kwa hiyo ndipo mchakato huu wote ulipoanza. Matendo ya Mitume sura 11. Mungu bado anamtumia Petro kuwaleta mataifa ndani ya mwili wa Kristo. Hii iko katika Matendo ya Mitume sura ya 10, sawa? Na Petro aliporudi Yerusalemu, na sura ya 11 mstari wa 1, ilifika kwa mitume na ndugu walio Yudea kwamba mataifa pia walipokea neno la Mungu. Mstari wa 2. Hii ni Matendo ya Mitume 11. Sawa? Kabla ya Matendo ya Mitume 15, Petro alipopanda Yerusalemu, wale watohara walimhoji wakisema, umeingia nyumbani kwa watu wasiokuwa watahiriwa na kula nao kwa kiasi fulani. Petro alikemewa nao. Kwa hiyo katika kanisa la Yerusalemu tayari kulikuwa na kundi lililojitokeza ambalo lilikuwa ni la watu wa tohara. Hawa watu wa tohara walikuwa upande wa Yakobo, wale waliompendelea Yakobo kwa uongozi wake, na wakaanza kufuata neno la mitume. Na mnajua matokeo wakati usipofuata tena neno la mitume, hakuna uongozi wa Roho Mtakatifu, hakuna tena kazi ya Mungu inayofanyika. Ni kweli, sawa? Na walipofika sura ya 15, Matendo ya mstari wa 1, baadhi ya watu walishuka kutoka Yudea wakawa wakifundisha, ndugu, kwamba kama hamtatahiriwa kwa desturi ya Musa hamwezi kuokolewa. Yaani hapo awali kulikuwa na kutokea kwa kundi linalotaka kurudi kwenye tohara, kurudi kwenye desturi ya Musa. Lakini sasa kundi hili tayari linatoa theolojia mpya.
ni kwamba haitoshi kumwamini Yesu tu kuokolewa. Kuokolewa pamoja na kuamini Yesu unahitaji kutahiriwa kwa desturi ya Musa. Kisha mstari wa 5 kwa sura ya 15. Hata hivyo, baadhi ya Wafarisayo walioamini walikuwa wakisema ni lazima watahiriwe na kuamrishwa kushika sheria ya Musa. Lakini ni vizuri kugeukia mwelekeo tofauti kabisa. Katika Matendo sura ya 2, waliendelea kushika mafundisho ya mitume katika ushirika, katika kuvunja mkate na katika maombi, na kile kitu cha kushangaza kinachofuata. Sasa hawakuwa tena. Sasa walirudi kwa sababu ya mateso. Walirudi kwenye utekelezaji wa sheria. Walirudi kusisitiza umuhimu wa utahiri na kufuata sheria ya Musa. Ndugu, hii inaonekana tu maoni tofauti, sivyo? Hapana. Hii ilisababisha hasara kubwa katika kazi ya Bwana. Bwana Yesu. Ndio maana nilisema katika Matendo, katika Wagalatia 6 mstari wa 12, walirudi kwenye utekelezaji wa utahiri ili wasiwe wateswa kwa sababu ya msalaba wa Kristo. Ili kukimbia mateso, walikana msalaba wa Kristo. Bwana Yesu. Jambo hili ni la kusikitisha. Jambo la kusikitisha kweli. Na kilichobaki kwa Petro hakuongelewa tena Yerusalemu. Hakukuwa na mtu yeyote aliyehitimika kufuata neno la unabii ambalo atafafanua katika waraka wake wa pili. Hakukuwa na mtu aliyehitimika kuthamini neno la Mungu linaloongozwa kanisa kabisa. Basi ilifuata mwelekeo wa Yakobo. Ndugu, ndiyo sababu baada ya Matendo 15 hatuoni tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume kama Petro wa Misri. Petro alienda wapi? Ndugu, alienda wapi? Ukifuata katika historia, habari nyingi hazijulikani kuhusu mahali Petro alienda. Habari nyingi hazizungumzii. Kanisa Katoliki linasisitiza kwamba alienda Roma kwa sababu alikuwa papa wa kwanza. Ndiyo, ni kweli. Hakuna mtu anayejua alikwenda wapi. Kwa hiyo kitu pekee tunachojua baada ya Matendo 15 ni waraka wake wa kwanza. Waraka wake wa kwanza, tuangalie waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro uliandikwa karibu mwaka wa 64. Tayari 64. Aliwaandikia nani? Alikuwa kiongozi mkuu ambaye Mungu alimweka katika Matendo ya kwanza. Je, alikuwa au hapana? Ghafla alipuuzwa, alitengwa. Hakukuwa na mtu aliyetaka kumsikiliza kwa sababu walidhani uongozi wake ulikuwa mkali sana na ulileta mateso yote kwa kanisa. Kwa hiyo turejee kusoma na hatutateswa tena. Na hivyo ndugu, kilichobaki kwa Petro kufanya Yerusalemu hakikuwa chochote. Alikuwa hana kitu chochote cha kufanya. Hakuwa na chochote cha kufanya. Kwa hiyo aliondoka Yerusalemu. Sijui alienda wapi. Usiniulize alienda wapi. Tuligundua tu kuwa alikwenda wapi? Waraka wa kwanza. Hapa kuna dalili ya kwamba aliandika kutoka Babiloni. Lakini wengine wanatafsiri kwamba Babiloni hii ni mfano wa jina la Roma. Lakini siwezi kusema, ndugu, usiniulize. Sijui kama alikuwa Babiloni au Roma, lakini hakuwa Yerusalemu. Hakuwa Yerusalemu.
Kama alikuwa nje kama kiongozi mkuu wa Yerusalemu, hapaswi kuandika kanisa la Yerusalemu. Hakukuandikwa barua kanisa la Yerusalemu kwa sababu watu wa Yerusalemu hawakutaka tena kusikia neno la mafundisho ya mitume. Walimfuata Yakobo na kurudi kwenye utekelezaji wa sheria. Basi ni nani walipokea barua hii? Barua ya kwanza ya Petro. Ndiyo sababu nilituma mwisho wa ujumbe wa mwisho nikisema kwamba hawa ndio walio katika sura ya kwanza mstari wa kwanza wa waraka wa kwanza wa Petro. Petro mtume Yesu Kristo. Ndugu Pedro. Ndugu Petro hakukana, anagonga kwa nguvu. Mimi ni mtume wa Yesu Kristo. Amen. Yakobo hawezi kusema hivyo. Yakobo huyu ninayerejelea ni ndugu wa Bwana, sio Yakobo mtume. Yakobo mtume alikuwa na Herode. Kwa hiyo Pedro, mtume wa Yesu Kristo, mimi ni mtume wa Yesu Kristo. Nitaandikia nani? Kwa wateule ambao wengi wa mtawanyiko wa katika Ponto, wa Galatia, huko Kapadokia, Asia na Bithinia. Kwa nini wageni? Kwa sababu walikuwa wageni, walikimbilia huko katika mtawanyiko. Mtawanyiko huu unaweza kurejea mtawanyiko wa mateso makubwa dhidi ya kanisa Yerusalemu katika Matendo ya Mitume sura ya 8. Waliotawanyika kuelekea Yudea na Samaria. Sasa ndugu, tuonyeshe ile ramani niliwaonyesha kwenye ujumbe mwingine, ujumbe wa 19. Kwa Matendo ya Mitume 8 kulikuwa mateso makubwa dhidi ya kanisa la Yerusalemu na wote waliotawanyika kuelekea Yudea. Yudea ni mkoa mwenye mji mingi, na waliotawanyika kuelekea Samaria kaskazini huko zaidi ni mkoa mwingine wa Kirumi, na juu zaidi ya Samaria kuna Galilaya. Juu zaidi ya Galilaya kuna Siria, na mji mkuu wa Siria ni Dameski, ambapo Paulo alikwenda kuwatesa Wakristo. Alitaka idhini kwa makuhani na akaenda huko Dameski. Na hii inamaanisha nini? Walilazimika kukimbia kaskazini zaidi, wakaenda kaskazini zaidi. Kwa hiyo walikimbia kuelekea Kapadosia, Galatia, huko Asia, huko Bithinia na sehemu inaitwa Ponto. Paulo aliwaandikia hao ambao walikuwa huko kutoka Yerusalemu, waliokuwa wakishikamana katika mafundisho ya mitume. Lakini kwa sababu ya mtawanyiko, ndugu, hii neno mtawanyiko linajulikana sana miongoni mwa Wayahudi kama diaspora. Nadhani mmeshaisikia hii diaspora ya Wayahudi. Mtawanyiko wa Wayahudi huo, mtawanyiko wa Wayahudi, hivyo hao wageni wa mtawanyiko wanarejelea Wayahudi ambao walikuwa katika kanisa la Yerusalemu na waliotawanyika na kufika katika mkoa wa Kapadosia, Galatia, Asia huko Bithinia na Ponto. Na bila kusahau kwamba siku ya Pentekoste sura ya 2 ya Matendo ya Mitume, baadhi ya wale ambao walikuwa wakihudhuria sherehe za huko Yerusalemu walitoka katika mkoa wa Ponto, Bithinia, Kapadokia na mkoa wa Galatia, Asia ndogo, kwa uwezekano mkubwa kwa sababu ya uongofu na wokovu kupitia neno la Petro. Walilisha maisha ya kanisa katika siku hizo za mwanzo, na kwa sababu ya mateso, baadhi yao waliweza kurudi nyumbani. Wakati mwingine walikimbia pamoja nao. Hawa ndio waliohusika na barua ya kwanza ya Petro. Hivyo
Hii barua iliandikwa baada ya mwaka wa 67, miaka 14 baada ya Matendo ya Mitume 15. Hivyo tayari ilikuwa na kanisa na yaliyomo na wakati. Ilipodhihirika chaguo la uongozi wa Yakobo, yaliyomo katika barua ya kwanza ya Petro, hayataji chochote kuhusu utekelezaji wa sheria. Unaweza kuona kitu chochote katika barua ya kwanza ya Petro kuhusu kurudi kwenye utekelezaji wa sheria? Hakuna kabisa. Hivyo Pedro hakushawishi Uyahudi wala Wayahudi wanaoshiriki. Alisema nini katika mstari wa pili, sura ya kwanza, mstari wa pili? Walioteuliwa juzi wa Mungu Baba katika utakatifu wa Roho kwa utii na kunyunyuziwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani ziwe nyingi kwenu. Anasema kwamba walioteuliwa, wale waliochaguliwa kwa ujuzi wa Mungu Baba, wako katika utakatifu wa Roho na kwa utii. Utii kwa nini? Utii kwa neno. Amina. Utii kwa Kristo. Utii kwa mwelekeo huu mpya katika kipindi cha imani. Amina. Ndugu, katika historia ya kipindi cha imani ni utii. Amina. Ni utii wa imani. Sisi hapa ndugu, tunapokea baraka nyingi ni kwa sababu ya utii wa imani. Amen, amen, amen. Basi ndugu, hapa inaonyesha na bado ni kunyinyiza damu ya Yesu Kristo. Hapa inasema wazi kuhusu damu na kifo cha Kristo. Haihimizi Uyahudi, haihimizi tohara wala utekelezaji wa sheria. Neema na amani ziweze kuzidi kwenu. Kisha anaendelea katika mstari wa 3 hadi wa 4. Amebarikiwa Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa huruma zake kubiri ametuzaliwa tena kwa tumaini hai. Sheria haingeweza kame kupatia tumaini jipya. Tumaini hai kwa sheria, ndugu. Hatuna hata tumaini la kuhalalishwa wala tumaini hai, lakini tumaini hilo linakuja kupata kwa kuzaliwa upya. Ndugu, huu kupatia tumaini hai, na tumaini hilo linatokana na ufufuo wa Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Ndugu Pedro anaendelea kusisitiza kifo na ufufuo wa Kristo na kutuletea tumaini hai. Ndugu, hii ndiyo tunayohitaji. Hatuwezi kukana yote Kristo aliyofanya. Kazi ya msalaba kwa urithi usiozeeka, usio na doa, usioharibika, uliowekwa mbinguni kwa ajili yenu, ambao mnalindwa na nguvu ya Mungu kupitia imani. Tunalindwa na nguvu ya Mungu kupitia imani. Amen. Tuko katika kipindi cha imani. Imani kwa wokovu uliotayarishwa kufunuliwa katika wakati wa mwisho. Ndugu, huu ndio tumaini letu. Amen. Amen. Tunapokea wokovu kamili. Amina. Roho yetu imezaliwa upya, mwili wetu unabadilishwa katika kuja kwa Yesu. Amen. Na leo kutoka katika hatua gani? Katika hatua ya wokovu wa nafsi. Nafsi zetu zinabadilishwa. Amina. Nafsi zetu zinakatwa wakfu. Amina. Kwa neno ambalo ni kweli, ambalo ni neno la Mungu kweli, ni Yesu. Nilisoma jana katika Yohana 17:17,
watakase katika kweli, neno lako kweli. Na katika hii najivunia, ijapokuwa kwa sasa kwa muda mfupi ilikuwa lazima, mnaombwa kuhuzunishwa na majaribu mbalimbali, ndugu, ila thamani ya imani yetu ambayo ni ya thamani zaidi kuliko dhahabu isiyodumu ionekane katika sifa, utukufu na heshima katika ufunuo wa Yesu Kristo. Mstari wa 9, mkiwa mmeipata malengo ya imani yenu, yani ufunuo wa Yesu Kristo. Yani wokovu na nafsi zetu. Ndugu, tumeingia katika kipindi kipya. Wayahudi walitoka katika kipindi cha sheria, na kipindi kipya kina lengo kuu. Nini lengo kuu? Kuokoa nafsi zetu, wokovu wa nafsi. Amina. Naamini jana tulitumia Waefeso sura ya 1 kuonyesheni kazi hii ya ndani ambayo Mungu anafanya katika nafsi zetu. Ni wokovu nafsi, na wokovu huu wa nafsi, ndugu, unahusisha mateso fulani, unahusisha majaribu. Kama dhahabu isiyodumu inahitaji kusafishwa kwa moto, hivyo hivyo imani hii tuliyopata ili iwe ya thamani, ili iwe na thamani kubwa, Mungu anahitaji kuondoa uchafu wote kutoka kwa nafsi zetu ili thamani ya imani iongezeke. Na hili ndilo lengo la yote, ndugu, wokovu wa imani yetu. Amina. Na imani hii, wokovu huu ulitabiriwa na manabii wote angalau kale, kwa Agano la Kale, lakini haikuwa wazi kwamba wokovu huu ilibidi wangoje kuja kwa Kristo na mateso ya Kristo na utukufu. Hapa mstari wa 11, wakichunguza kwa makini wakati na mazingira yalivyoonyesha na roho ya Kristo ambao ilikuwa ndani yao, wakitoa ushuhuda mapema kuhusu mateso yanayohusu Kristo na utukufu utakapofuata. Kwao ilifunuliwa kwamba si kwa ajili ya wenyewe, bali kwa ajili yenu, wakihubiri mambo ambayo yamehubiriwa kwenu na wale waliotumika habari njema kwa ujumbe wa Roho Mtakatifu kutoka mbinguni. Mambo ya malaika yanalitamani kuyachunguza. Ndugu, ni nani hao waliotumika wokovu huu? Hawakuhubiria. Alikuwa akimaanisha nani? Aliyewahubiria Injili. Nani aliwahubiria Wayahudi hao walioamini kwa Bwana tangu siku za Pentekoste? Mitume. Kwa hiyo maneno hayo aliyoyahubiria, nani aliyeyahubiri? Petro alihubiri maneno haya. Hivyo hapa Petro anaonyesha tena, hatuwezi kutoka katika mstari huu kwa neno. Kisha katika mstari wa 13 mstari wa 14 nitasoma, kama watoto wa utii. Kwa nini Petro anawaita wao waliosambaa watoto wa utii? Kwa sababu hawakufuata neno. Msijifunge tena kwa tamaa zenu za zamani, zile za ujinga wenu, bali kama yule aliye mtakatifu aliyewaita na nyinyi pia muwe watakatifu katika maisha yenu yote, kwa sababu imeandikwa, mume mtakatifu, muwe watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Kisha itakuwa wazi zaidi mstari wa 18. Mnajua ya kwamba hamkukombolewa kutoka katika tabia yenu isiyo ya maana ambayo
mlirithi kwa baba zenu, kwa vitu vya kuharibika kama fedha na dhahabu. Bora zenu walikuwa nani? Walikuwa Wayahudi watekelezaji wa sheria. Kwa hiyo Wayahudi watekelezaji wa sheria ambao walikuwa ni baba zenu waliishi maisha bure, waliishi maisha ya watekelezaji, waliishi katika maisha ya Wayahudi na watekelezaji wa sheria ambao walikuwa baba zenu, waliishi maisha ya bure, waliishi maisha ya muktabari. Kwa hivyo ndugu, kurudi kwenye utekelezaji wa sheria kunarudisha katika maisha ya zamani, na Mungu anataka kutoka katika maisha hayo ya zamani. Kwanza kwa kukomboa kwa damu ya thamani hiyo ya Kristo. Amina. Mstari wa 19, bali kwa damu ya thamani, kwa mwana kondoo asiye na mwana na mawaa wala doa. Ulimwengu lakini alidhihirishwa katika nyakati za mwisho kwa ajili yenu, mkiwa na imani kwa Mungu kupitia yeye ambaye alimfufua kutoka kwa wafu, akampa utukufu, ili imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Amen. Si katika utekelezaji wa sheria. Mmegundua Petro alikuwa anafahamu. Alikuwa na ufahamu wa hayo yote. Hapana. Mstari wa 22, mkiwa mmeisafisha nafsi yenu kwa utii wa kweli. Kweli ndugu, asante Mungu kwamba roho zenu zinasafuliwa. Amen. Kwa kutii kweli. Amen. Kweli gani hii? Neno kila wiki, neno ambalo tunajazwa neno kila wiki. Tunazamishwa, tunazama katika neno hii. Tunalibeba neno la Mungu moyoni. Ndugu, roho zenu zinafufuliwa. Amen. Tunapokea usafi na utakaso kupitia neno la maji. Amen. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya. Lakini Wayahudi waaminio wa Yerusalemu wakitoka kwenye mstari huu walifuata sheria, wakafuata njia za zamani, njia ya maisha ya baba zao. Bwana Yesu kisha Petro anasema, maana mmezaliwa upya, si kutoka kwa mbegu yanayozaa, bali kutoka kwa yasiyozaa, kupitia neno la Mungu linalodumu milele. Bwana Yesu ni neno hili pekee linaloweza kubadilisha roho zenu. Neno hili pekee ndugu, linaweza kutufanya tuishi maisha ya kanisa katika upendo wa kindugu usio na unafiki. Amen. Ni maisha haya pekee yanayotufanya tupeane kwa dhati kutoka moyoni. Katika utekelezaji wa sheria tulikuwa tukingojana na kulaiana, tulikuwa tukilaumiana na kukosoa. Lakini ndugu, katika utekelezaji wa usambazaji wa imani, hapana, hakuna. Kwa utii kweli tunazaa upendo wa kindugu wa kweli katika yetu. Hivyo inamaanisha yote yatakuwa kupitia neno. Amen. Neno ambalo ni hai na linalodumu. Basi ndugu, msiwe na wakati. Fikiria kama ningelazimika kusema sura zote hizi. Sura ya kwanza ya Petro. Nilitaka kukuonyesha ndugu kwamba Petro alikuwa kwenye mstari sahihi. Amen. Fikiria kama kanisa ya Yerusalemu katika awamu ya pili lingeendelea kudumu katika mafundisho ya mitume, wangeendelea kudumu katika mafundisho ya mitume, wangalikuwa wenye afya kweli, wangekuwa wakifanya mapenzi ya Mungu,
wakistawi katikati yao, lakini hapana, walirudi kwenye utekelezaji wa sheria. Wote walikuwa wachangamfu wa sheria na kazi ya Mungu ilisimama. Sasa Petro wa pili, ndipo ninataka kuzungumza wazi zaidi. Ndugu, Petro wa pili anafafanua wazi kile Petro alichotaka kusema. Nawaambieni jambo ndugu, maoni yote tuliyopokea kutoka kwa kitabu vya mrejesho, katika vitabu vya mrejesho kuhusu Petro na wa kwanza na wa pili, ndugu, kwa sababu ya ukosefu wa mazingira yaliyofichwa ambayo Bwana anatuonyesha kuhusu historia ya kanisa la Yerusalemu, hakuna aliyeweza kufafanua vizuri Petro wa kwanza na wa pili. Tunasoma na kusoma, lakini hatuelewi kile Petro anachosema. Lakini sasa mazingira haya, a segunda Pedro, os destinatários da carta são os mesmos. Amen. Basi Petro wa pili, tuanze haraka. Petro pela perseguição da igreja de Jerusalém. Petro wa pili aliandika katika karibu mwaka wa 67. Ndugu, baadhi wanasema kwa mapokeo kwamba aliandika huku Roma kwa sababu Petro aliteswa na kanisa, na mwisho alikuwa mwaka wa 67. Mwaka wa 67 pia kulikuwa wakati huo Paulo alipouawa kwa mateso ya dola ya Roma nchini kanisa. Petro pia aliteswa na kufuata muda mfupi baada ya kuandika Petro wa pili. Ndugu, alipoandika waraka wa pili Petro, waliohusika ni wale sio walikuwa waliokimbia kwa sababu ya mateso ya kanisa ya Yerusalemu, kwa sababu ya kifo cha Stefano. Amen. Então na dispensação da lei, irmãos, eles entram em situações desiguais. Alguns já levam vantagem. Ndugu, katika utawala wa imani, Mungu anaweka kila kitu sawa. Katika utawala wa sheria, baadhi ya watu walikuwa na ujuzi zaidi wa sheria, wengine walikuwa na elimu zaidi, wengine walikuwa wamesoma zaidi, na wengine walikuwa na akili zaidi. Basi katika utawala wa sheria, ndugu, walikuwa katika hali tofauti. Wengine walikuwa na faida. Ndiyo maana Paulo alisema, mimi nilisoma chini ya Gamalieli na nilikuwa mbele ya wenzangu wa umri wangu. Nilistawi zaidi kuliko wao, kwa sababu ndugu, katika utawala wa sheria inategemea uwezo wako, inategemea mafunzo yako, inategemea ujuzi uliopata. Lakini katika utawala wa imani, ndugu, unaweka kila kitu sawa, unaweka mtu sawa. Amen. Mimi sikuhitimu elimu ya juu ya shule ya msingi, sikumaliza, lakini Bwana anakuweka sawa. Amen. Kwa wale ambao kwa njia yetu wamepata imani sawa na Yesu, yeye thamani kubwa, yenye thamani kubwa. Kila mtu ana mwanzo sawa. Amen. Sote tumepokea uzazi mpya. Amina. Damu ya Yesu Kristo ilituokoa kutoka kwa dhambi zetu, na Mungu alitutengeneza upya, si ndio? Alitupa uzazi mpya, tukapata maisha mapya. Na maisha haya mapya yametupa nini? Ardhi yenye thamani sawa na ndugu zangu. Amen. Sote tumeanza kutoka mahali sawa. Amen. Kwa hiyo ndugu, imani invocar, confessar com a boca e você será salvo. Kwa hiyo ndugu, imani sio kwa ajili ya watu wa juu. Imani ni kwa wote. Inatosha kuamini, sivyo? Kila anayeitakapo jina la Bwana anaita jina la Bwana ataokolewa. Inatosha kuamini kwa moyo na kukiri kwa mdomo.
unaokolewa. Mimi sina elimu nyingi, lakini uwezo wa kuamini ndio ninao. Unaweza kukiri kwa mdomo kwamba Yesu ni Bwana. Amen. Wewe mwenyewe mwenye degree umeipata imani ile ile yenye thamani kubwa. Amen. Lakini kuanzia inategemea jinsi kila mmoja anavyofanya kazi katika ardhi hii. Hivyo ndivyo Pedro anavyosema kuanzia mstari wa 3, kwa kuwa kwa uwezo wa kimungu umehaturia kila kitu kinachohusiana na uzima wa uchamungu. Ndugu, sote tumepokea sawa sawa neno hili linaloletwa kwa wote wana sawa sawa. Amina. Sasa inategemea jinsi unavyofanya kazi kwenye neno hilo. Neno la unabii linapokuja kila wiki kwako, karatasi ya kuzamisha kwa imani, sio, linakuja kwako. Hata wale wanaosema sikupata nafasi, mimi ni mjinga, lakini wengi wa wale wasiojua kusoma, ndugu, kwa kusikia tu wamekumbuka zaidi kuliko mimi kuhusu kuzama imani na vita vya imani. Amen. Watoto wangapi ambao hawajui kusoma bado wamejua kwa moyo vita vingi vya imani ambavyo mimi sijui. Wamejua vita vilio vya vita, wamejua war cry, lakini mimi sijui na hawajui kusoma. Basi ndugu, kuanzia sasa inategemea kila mmoja. Amen. Ndio maana mmekuwa mkisema kwa kanisa, msijifanye hawa wa kusikitika. Mji mmoja una watu wachache, nguvu kidogo, lakini una imani ile ile, thamani kubwa. Amen. Neno hili lile lile linalotolewa kwa makanisa makubwa, kwa makanisa madogo. Amen. Neno hili lile lile linaloweza kuleta uwezo wa Roho Mtakatifu kwa imani. Uwezo wa Roho Mtakatifu unaweza kufanya kazi katika kanisa kubwa na pia katika kanisa dogo. Mnaelewa? Basi mtu yeyote asijifanye mwenye kusikitika kuanzia sasa. Sote tunatakiwa kufanya kama watu wazima. Amen. Kuchukua jukumu. Amen. Kufanya kazi, kuzama ndani ya imani. Amen. Sio kuendelea katika imani. Ndiyo maana Paulo anasema, au Petro anasema katika sura ya 1 mstari wa 4, kwa njia yake ametupa ahadi zake zenye thamani, ikiwa njia hizo mfanyike washiriki wa asili ya Mungu, mkiwa mmejitenga na tamaa za dunia. Ndugu, ni kwa njia ya asili hii inayokuja kwa neno, asili ya Mungu inayokuja kwa neno, ambayo inatubadilisha, inatuokoa, inatuweka huru kutoka kwa tamaa za dunia, kutoka kwa uharibifu wa tamaa. Kuanzia mstari wa 15, ndugu, anaanza kusema jinsi kila mmoja, sasa tuko sawa, inategemea jinsi kila mmoja anavyofuata. Mstari wa 5, kwa hiyo kwa bidii yote ongezeni kwa imani yako wema, kwa wema ujuzi, na ujuzi wa kujidhibiti, kwa kujidhibiti uvumilivu, kwa uvumilivu uchamungu, kwa uchamungu upendo wa Mungu, kwa upendo wa Mungu wa ndugu na upendo wa agape. Ndugu, kuanzia sasa, ikiwa unajifanya mwenye kusikitika, mikono imekatazwa, usipofanya kazi, ardhi yako haitazaa, si ndio? Basi ndugu, tufanye kazi kwa bidii. Amen. Kuwa mambo haya yakiwa ndani yako na kuongezeka, hayatakufanya uwe mvivu wala usiye na matunda katika ujuzi kamili kwa Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu. Tutamalizia kwa mstari wa 11, kwa maana kwa njia hii ndiyo utakavyopatiwa kwa wingi mlango wa kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo. Ndugu, lengo hapa ni kuingia katika ufalme. Amen. Ni kama katika Matendo sura ya 1 ambapo bado hawakuwa na dhana ya ufalme wa Israeli. Petro sasa anajua kwamba sio ufalme wa Israeli, bali ufalme wa milele wa Bwana Yesu, ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nani anataka kuingia katika ufalme huu? Amen. Basi lazima kufanya kazi kwa bidii kwenye neno lililotolewa kwako. Amen. Tufanye kazi. Amina.
kuanzia mstari wa 12. Na ushahidi wa yote niliyosema hadi sasa inathibitisha, sivyo? Nadhani nadhari yetu ni ipi? Kwamba wale waliopokea waraka juu ya wawili ni wale waliostahimili katika mafundisho ya mitume, wale waliopenda na kuwa na upendo wa heshima kwa neno la Mungu lililoletwa na mitume. Amen. Basi walipokea neno la mitume kama neno la Mungu, walistawi katika siku zile za kwanza. Basi Petro anasema hivi kwenye mstari wa 12, kwa sababu hii nitaendelea kuwakumbusheni mambo haya, ingawa mnajua tayari na mkono imara katika kweli iliyo kwenu. Unapenda hii inaonekanaje? Yeye anazungumzika nini kwa muktadha? Sasa tunaelewa ndugu, kwamba kweli iliyopo kwenu ni neno la mitume. Amen. Waliosikia, waliofuata, waliendelea katika mafundisho ya mitume, au la? Basi sasa anawafanya wakumbuke. Kumbuka, mnakumbuka yale yaliyosemwa, mnakumbuka yote Bwana aliyotupa. Kweli hii iko kwenu. Amen. Uwepo huu umejengwa ndani yenu. Amen. Unaweza kusema kwa vijana wanaojifunza neno, kweli hii imeingia, imeandikwa, amen, katika mioyo yenu. Amen. Na wataondoka tena. Amen. Hizi kweli hazitaondoka tena. Amen. Ni kweli iliyopo, iliyobaki na iliyoandikwa katika mioyo ya watu. Kisha anatumia tena mfano huo katika sura ya 3. Angalia sura ya 3. Wapendwa, hii ni waraka wangu wa pili, ninawaandikia katika zote mbili. Ninajaribu kuwaamsha kwa kuwakumbusha akili zenu zilizo wazi kwamba katika waraka wa kwanza hakufafanua, lakini alikuwa akijaribu kuwakumbusha neno lililosemwa kwao. Na nyinyi mna akili zilizo wazi. Kwa nini mna akili zilizo wazi? Hamkufuata makosa ya kurudi kwenye tohara, kwenye sheria. Mna akili wazi kwamba tuko katika agizo jipya. Amen. Katika agizo jipya neno lina umuhimu mkubwa, neno linatawala kanisa. Amen. Hivyo basi, ili mwakumbuke maneno yaliyotangulia kusemwa na manabii watakatifu, pamoja na amri ya Bwana na Mwokozi aliyofundishwa na mitume. Mitume wenu walikuwa nani? Walikuwa Petro na mitume wengine. Mnaelewa? Basi Petro alikuwa akizungumza kwa wale waliokuwa wakishikamana katika neno. Walifurahia baraka za kiroho ambazo neno lilileta. Na Petro alikuwa akiwakumbusha tena. Kurudi kwenye sura ya kwanza, ndugu Petro anasisitiza sura ya kwanza mstari wa 13. Naona ni haki, mkiwa bado niko katika hili maskani, kuamsheni kwa kuwakumbusha, kwa kuwa mnajua kuwa ni karibu kuacha maskani yangu, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonifunulia. Alikuwa karibu na kifo chake, lakini ana wasiwasi. Kwa upande wangu, ninahitaji kuwakumbusheni daima, hata baada ya kuondoka kwangu. Kama hukuelewa muktadha huu, hautaweza kuelewa hili, lakini kwa muktadha unaelewa kwamba Petro anasema kwa kweli, kumbukeni neno tulilowahubiria. Amina. Neno hili limetoka kwa Mungu. Amen. Naamini Bwana Yesu. Amen. Mstari wa 16 unafafanua zaidi, maana hatukuwapatieni nguvu na kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kufuata hadithi za kubuniwa,
bali sisi wenyewe tulikuwa mashahidi wa ukuu wake alipoweka heshima na utukufu kutoka kwa Mungu Baba. Na sauti ikasikika kutoka mbinguni, Mungu, huyu ni mwanangu mpendwa, nimependezwa naye. Sisi tulisikia sauti hii tulipokuwa pamoja naye mlimani mtakatifu. Kwa nini Petro alisema hivyo? Kama hukuelewa, kutokuelewa muktadha ni kwamba hautaelewa kusudi lake. Kwa nini alisema hivyo? Unajua kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu Wayahudi ambao walifuata uongozi wa Yakobo kwa kujitetea nafsi, walianza kukosoa Pedro, walianza kukosoa Yohana, walianza kudharau utume wa mitume na kusema kwamba Petro na Yohana wamebuni hadithi hii na mlima wa mabadiliko huko. Walisema kwamba wamebuni. Waliita ushuhuda ambao Yohana na Petro walitoa kuwa ni hadithi za kubuniwa kwa ustadi wa mwanadamu. Mnaelewa? Bila muktasa huyu usingeweza kuelewa. Kwa maneno mengine, walikuwa wakidharau utume wa Petro. Ndipo Petro anasema waziwazi kutoka hapa kwenda nchini. Kutoka hapa kwenda mbele, anasema, basi nitawaambia nini neno la unabii? Someni. Tuna mstari wa 19. Tunayo hivi, neno la unabii limehakikishwa zaidi. Mnafanya vizuri kulisikiliza. Makofi. Bwana Yesu. Mnafanya vizuri kusikiliza neno la kinabii. Kwa nini? Ni kama mwale unaangaza mahali pa giza hadi siku itakayopotokea ya nyota ya asubuhi itakapotokea miongoni mwenu. Neno la unabii, ndugu, ni mwanga pekee ambao kanisa linao katika usiku wa giza. Ni mwanga pekee unaotupa mwelekeo. Na kufuata neno hili la unabii kama mwanga pekee tunao, ndugu, tutafika alfajiri. Amina. Alfajiri ni nini? Bwana Yesu. Ni kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Ndugu, hakuna mwelekeo mwingine ambao utafika huko. Kwa hiyo ndugu, pendeni neno la unabii. Neno la kinabii mlipende. Amen. Neno la kinabii si hivi kwa kujua kwanza kabisa kwamba hakuna unabii wa maandiko. Hakuna unabii wa maandiko yoyote unayotokana na ufafanuzi wa kibinafsi, ndugu. Ndivyo ninavyotaka kusema kwenu. Ninachotaka kuambia ni hakuna unabii unayosema hakuna nabii anayesema kweli neno la Mungu ambaye Mungu husema kupitia kwake. Anayesema kwa ajili yake mwenyewe anakuja, anatoa maelezo kwa ufafanuzi wake mwenyewe, anakuja kufafanua Biblia. Mwalimu mzuri, ndugu, nabii hana uhuru wa kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kamwe hakuna na unabii uliotolewa kwa mapenzi ya kibinadamu, lakini watu watakatifu wanasema kutoka kwa Mungu wakiwa wamechukiziwa na Roho Mtakatifu, wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, ndugu, nina hofu sana kutangaza hapa mbele yenu mbele ya kutoa neno. Hakuna unabii uliotolewa kwa mapenzi ya kibinadamu. Walakini watu watakatifu wanasema kutoka kwa Mungu wakiwa wamechukizwa na Roho, wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Hao waliofuata uongozi wa sasa huko Yerusalemu, waliofuata sheria, wote wanabidia sheria. Ndugu, hawana uongozi huu, hawana unabii wa kweli, hawana neno la unabii. Basi ndugu, kuthibitisha kile nilichosema kwenu kwamba walikuwa wakidhihaka. Sawa, Petro yuko wapi? Ngoja nione kufuatia Petro wa pili sura ya 3. Baada ya kusema
kuwakumbusheni mambo niliyosema. Angalia mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 3. Kwa kukumbuka kwanza kabisa kwamba katika siku za mwisho watakuwa wachokozi na wadhihaki, wakienda kwa tamaa zao wenyewe na wakisema nini? Iko wapi ahadi ya kuja kwake? Kwa maana tangu baba zetu walipolala usingizi, kila kitu kimebaki kama ilivyo tangu mwanzo wa uumbaji, kwa sababu kwa makusudi yamesahau kwamba kwa muda mrefu kulikuwa na mbingu na nchi iliyotoka kwenye maji kupitia maji kwa neno la Mungu, ambalo ulimwengu wa wakati ule uliangamizwa kwa maji. Sasa mbingu na nchi zilizopo kwa neno lile lile zimehifadhiwa kwa moto, zikiwa zimehifadhiwa kwa siku ya hukumu na uangamizaji wa watu waovu. Kwa nini nimeamua kusoma hapa? Ni kwamba hao waliosema kwamba Petro na Yohana kwa kudharau na kuwadhalilisha Petro na Yohana, walisema kwamba Petro na Yohana wamebuni hadithi za kubuni kwa ustadi wa wanadamu na kusema juu ya mlima wa mabadiliko. Hicho kilikuwepo. Hicho ni hadithi za kubuni. Pia wanasema kwamba Petro na Yohana wanasema juu ya kuja kwa Bwana. Pia ni uongo huo, ni uongo wao. Iko wapi ahadi ya kuja kwa Bwana? Hatuna kuona ishara yoyote na kuja kwa Bwana. Unaelewa? Basi walidharau, wakadhihaki, wakadharau neno la kinabii. Basi hao ndio ambao tukaendelea kwenye sura ya 2 na ya 3. Kama vile katikati ya watu walikuwa na manabii wa uongo. Hivyo tutakuwa na miongoni mwenu walimu wa uongo ambao watatangaza kwa hila maadili ya uongo ya kuharibu. Hata tukifika kukata Bwana aliyeneshwa ambaye aliwaokoa, wakijitetea ghafla uharibifu. Wale manabii wa uongo ni nani? Wale walimu wa uongo ni akina nani? Nisemieni. Kwa kuelewa hujui Petro anasema nini? Wale walimu wa uongo ni nani? Wale walimu wa uongo, ndugu, ni hao ambao kwa kutetea nafsi walichukua na kutunga mikono yao tohara na kutungia mikono yao tohara na kurudi kwenye utekelezaji wa sheria. Hao ndo manabii wa uongo. Unajua ndugu kwamba hakuna katika kazi ya Mungu, katika mambo ya Mungu, nafsi ya kutojali. Mimi si mpinzani wa neno la unabii, lakini pia mimi si mfuasi wa wale wanaopinga. Hapana ndugu, hakuna nafasi hiyo ya kutokujali. Unajua kwa nini unasema kwamba ni nafsi ya kutokujali? Roho sio kama upepo. Upepo unapita popote unapotaka. Roho ni kama upepo. Upepo unapita popote unakotaka. Hujui unapotoka wapi, hujui unaenda wapi. Na Mungu anataka tuwe hao ambao tumezaliwa kwa Roho. Tufuate Roho, tufuate upepo. Utasema lakini mimi sifanyi chochote dhidi ya upepo. Lakini ukweli wa kuwa umesimama, unapinga upepo. Upepo unapopiga, wewe umesimama hapa. Mimi niko neutral. Umesimama tayari, umeunda kinga kwa upepo. Si kweli. Huhitaji kwenda dhidi ya upepo. Unaunda kinga kwa upepo. Basi Mungu anataka tufanye nini? Mungu tufuate upepo. Hakuna nafasi ya kutojali. Tufuate upepo. Tusiunde kinga yoyote kwake. Basi ndugu, hao waliomfuata Yakobo kwa kujitetea nafsi, waliochukua
waliochukua ya kurudi kwenye tohara na kurudi kwenye sheria walipoteza ule uzingiti wa roho, ile nguvu ya kinabii, ishara na miujiza walipoteza. Hawakusikia tena kuhusu hilo. Kwa kujitetea, walianza kuharibisha injili nyingine. Paulo akisema hivi, Wagalatia sasa wanapokea injili hii nyingine. Si kweli, injili tulio si kweli. Hao ndio wale walimu wa uongo. Na angalia hapa mstari wa, sina muda mwingi, hebu tuende kwenye sura ya 2 mstari wa 10. Haya sasa, na watafsiri maandishi yafuatayo kwa Kiswahili, nikiwa kwa aya zaidi. Kumbuka kwamba kila aya, amen, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Wale wanaofuata mwili na kutembea kwa tamaa chafu na kudharau serikali yoyote, wenye jeuri na kuhubiri, hawaogopi kusifu mamlaka za juu, wakati mamlaka, ingawa wako kwa nguvu za uwezo mkubwa zaidi, hawatoi hukumu ya kubadilisha mbele ya Bwana. Hawa kwa kujitetea, kwa kujirahisishia misimamo yao, walianza kusoma mitume, wakaanza kudhihaki na kufanya mzaha na neno la unabii, na wakaanza nini? Kuanza kuunda mafundisho mengine. Kuokolewa inabidi kutenda zaidi na kuamini Yesu Kristo, inabidi kutenda tohara kwa sheria ya Musa. Hiyo ni injili nyingine. Na kisha kwa kujihararisha, wanaanza kusema mabaya ya mitume, wanaanza kusema mabaya ya mamlaka iliyowekwa na Mungu. Walikuwa nani mamlaka iliyowekwa na nguvu mwanzoni kwa kitabu cha Matendo ya Mitume 12? Walikuwa Matendo ya Mitume 12, sawa? Kwa hivyo, kwa kujitetea, wamekuwa wenye jeuri na kiburi, hawaogopi kusifu mamlaka za juu. Hawa wana wanyama wasio na akili, waliotengenezwa kwa ajili ya kushikwa na uharibifu, wakisema mabaya ya mambo ambayo hawajui. Wanasema mabaya kama kweli hawajui. Wanachosema katika uharibifu wao wataharibiwa pia. Ndugu, sina uwezo wa kusoma yote haya. Angalia hapa katika mstari wa 17. Katika sura ya 12 bado. Hawa ni kama vyanzo visivyo na maji. Hivyo walipeleka watu wengi kufuata sheria ya Musa. Makumi ya maelfu walifuata, wote walikuwa wakisikiliza sheria, lakini hakuna mtu aliyejua kutoa maji kutoka kwao. Ni vyanzi visivyo na maji na ni mafuriko yanayosukumwa na dhoruba. Unafikiria? Hakuna mafundisho. Hakuna mafundisho. Inaonyesha hakuna mafuriko. Itanyesha. Unahitaji mvua hapa kumwangalia ardhi yako, lakini mafuriko hayo yanakuja kwa dhoruba inayachukua. Hakuna kinachobaki, na kanisa halikupata kile kinachohitaji, kwa kuwa wakitamka maneno ya majivuno na upuuzi, wanaivuta kwa tamaa za mwili, wana anasa zao za kisheria. Wale walioharibika kukimbia kutoka kwa wanaotembea kwa makosa. Hapana, mnapenda kusoma mstari wa 12. Kwa maana ingekuwa bora kwao kama hawangejua njia ya haki, kuliko baada ya kujua
kujua njia ya haki kurudi nyuma, wakijenga na amri takatifu iliyowekwa kwao. Basi walikuwa na nani hawa? Petro anarejea nani? Hawa walipotokea faida ya neno la mafundisho ya mitume, walijua njia ya haki, lakini kwa sababu baada ya kujua wamerudi nyuma. Kurejea nyuma kuna maanisha nini? Wamerudi kwenye utekelezaji wa sheria na muktadha, amri utakatifu iliyowekwa, ambao kwao ni neno la unabii. Amina. Mafundisho ya mitume kama ilivyotokea kwao na inavyosema methali ya kweli, mbwa amerejea kwenye matapishi yake na nguruwe aliyeoshwa karejea kwenye matope. Mbwa, Bwana Yesu. Kwa kuwa nina muda mchache, nitasoma maandishi yangu yaliyotayarishwa kanisa la Yerusalemu. Halikufuata tena mafundisho yaliyopewa na mitume, badala yake lilifuata uongozi wa Yakobo ambaye hakuwa mtume, likarejea kwenye utekelezaji wa sheria. Wateswa liliondoa kashfa za msalaba. Kile kilionekana kuwa ni njia ndogo ya kibinadamu ili wasiwe wateswa. Ukweli ni mbaya zaidi kuliko hiyo, kurudi kwenye tohara na utelekezaji. Na kufuatilia mbali neema ya Mungu. Kwa maana ikiwa haki ni kwa sheria, basi Kristo alikufa bure. Kwa nini Kristo alikufa msalabani? Alikufa bure. Zaidi ya hayo, jambo kubwa zaidi lilikuwa ni kutekeleza kwa uongozi wa mitume na kwa kujihalalisha msimamo wao. Waliishia kudharau sura ya mitume na kudharau neno lililotangazwa. Ndugu, hili ni jambo kubwa zaidi sio tu nina sahihi na nani aliyekosea. Umewacha neno la mitume, umewacha kusema kwa Mungu, umewacha uongozi wa Mungu kanisani, mwelekeo ambao Mungu anampa kanisa. Unaanza kudharau sura ya yeye anayesema kwa Mungu. Mungu anaweza kuonekana kujitolea, Mungu anaweza kuonekana kujitetea msimamo wako, lakini kwa kweli unasababisha hasira kubwa kwenye kazi ya Mungu. Pedro hakukuacha mashaka. Alisema kwamba neno la unabii ni mwanga, ni taa unaong'aa mahali pa giza. Hakuna hili. Anaweka wazi kwamba haizingatiwi kama unabii wa maandiko mtu anayesema kwa ufahamu wake mwenyewe na ujuzi wake mwenyewe, kwa sababu kamwe maandiko yoyote hayakupatikana kwa mapenzi ya mwanadamu. Ndugu, ikiwa unabii unatolewa kwa mapenzi ya mwanadamu, mhusika mkuu ni yeye anayesema. Ndugu, hakuna nabii ambaye ni mhusika mkuu. Yeye ni njia tu aliyotumiwa. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa hiyo, kwa kuzingatia ufafanuzi huu, Pedro ana misingi na kusema kwamba wale ambao hawakumkubali kama mtume waliendelea kumudharau yeye anayesema kwa Mungu. Ndiyo manabii wa uongo na walimu wa uongo ambao waliingia kanisani na mafundisho ya uongo yanayoharibu, wakidhalilisha upya. Basi ndugu, kwa hawa ingekuwa bora kama wangejua njia
ya haki kuliko baada ya kujua. Kurudi nyuma, ambapo inasema wazi kuhusu kanisa la Yerusalemu katika awamu yake ya pili. Nani mtume angeweza kumrejea asipokuwa mtakatifu wa Yerusalemu? Wale waliokuwa chini ya uongozi wake na kumfuata njia nyingine, wakiwa wamehamasishwa na uchoyo wenyewe kwa sababu ya faida ya binafsi, na ili wawe wasiwe wakiteswa kwa sababu ya maisha ya Kristo. Amen. Hawakukui na ukweli wa Injili tu, bali kulikuwa Amen. Bali walikuwa wachokozi na wanaongea neno la unabii. Wao walidhihaki neno la mitume kuhusu kuja kwa Bwana, kwa sababu wametembea kufuata tamaa zao wenyewe. Mwishoni wa waraka wake, Petro anaacha ushahidi kwamba manabii wa uongo na walimu wa uongo walipotosha waraka wa Petro, ambao Petro anayaona kama sehemu ya maandiko matakatifu. Petro anawaonya wasisukumwe na makosa ya hao waasi na waanguke kutoka kwa uthabiti wao. Sura ya 3 Petro wa pili mstari wa 15 hadi 18. Ili kuthibitisha kwamba waasi wakuu wa Paulo pamoja na viongozi wa Kiyahudi walikuwa Wayahudi wa Yerusalemu. Ni hivyo Amen. Hebu tuangalie Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 12. Kwa maana hatukuthubutu kujilinganisha, kujifananisha na wale wanaojisifu wenyewe, lakini wao wakipima kwa kiwango chao wenyewe na kujilinganisha na wenyewe wanaonyesha ujinga. Paulo anazungumza juu ya nani? Mimi ninaongea juu ya Paulo, sio Petro. Paulo anazungumza juu ya hao Wayahudi wanaofuata sheria. Kwa hiyo ndugu, na Wayahudi waliathiri sio tu huduma ya Petro, bali pia kazi ya Bwana ambayo Paulo alifanya. Tuendelee kwenye sura ya 11 mstari wa 4. Kwa maana kama nyoka alivyomdanganya Eva kwa hila zake, ikiwa mtu akija akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukuhubiri, au mkampokea roho tofauti au injili tofauti ambayo hamkukubali, mnavyoweza kuvumilia. Paulo anazungumza juu ya nani? Paulo anazungumza juu ya wale Paulo anapozungumza juu ya wale wanaokuja na roho tofauti na kuhubiri injili tofauti. Ni nani hawa ndugu? Ni wale Wayahudi wa Yerusalemu. Kwa sababu naamini kwamba sio nchi ya hao mitume. Neno hao, hapana, lina maana ya mitume wakuu. Wao walijiona kuwa wa juu kuliko sisi. Waliudhi sura ya Petro na kudharau. Sasa Paulo wakamsharifu na Paulo kumfanya aonekane kwa mtume wa daraja la pili. Mstari wa 12. Lakini nitafanya hivi kutaka nafasi ya wale wanaotaka fursa kujifanya kujifanya sawa nasi katika mambo wanayojisifu. Kwa maana hao ni mitume wa uongo, wafanyakazi wa hila, walijifanya kuwa Sura ya 11 mstari wa 22. Ni Waebrania. Mimi ni Waebrania. Mimi pia ni ukoo wa Ibrahimu. Mimi pia. Hapana, rejea. Wao Wayahudi wanaofuata sheria
Kwa hiyo wale Wayahudi wanaofuata sheria, amen, histórias judaicas, genealogias judaicas, né? Kwa hiyo si ajabu, kwa maana ya shetani mwenyewe hujifanya kuwa malaika wa mwanga. Si jambo kubwa kwamba watumishi wake hujifanya kuwa watumishi wa haki. Mwisho wao utakuwa kwa mjibu wa matendo yao. Sura ya 11 mstari wa 22. Amen. Mafundisho haya ni nini? Mstari wa 4, wala wasijishughulishe na hadithi za kubuni na orodha za vizazi visivyo na mwisho. Hadithi hizi ni simulizi za Kiyahudi, historia za Kiyahudi na orodha za vizazi, ndugu. Na Wayahudi wanaofuata sheria hawakuwa na maudhui ya neno la Mungu. Waliendelea kusimulia hadithi za mitume kama Yefta, na Mungu alimfanya kazi tofauti. Paulo anasema hizi ni hadithi za kubuni na orodha za vizazi zinazozuia. Kusudi la mafundisho haya ni upendo na unatokana na moyo safi, dhamiri njema na imani bila unafiki. Baadhi ya watu wamepokea na kugeukia mambo ya upuuzi, wakijifanya kuwa walimu wa sheria bila kuelewa wala kujua wazungumzayo. Ndugu, kwa kifupi, hili linatokea pia kwa huduma ya Yohana. Petro na Yohana walikuwa pamoja. Petro alidhaniwa, alikosewa, walijaribu Ndugu, kwa kifupi, hii ilitokea pia kwa huduma ya Yohana na Petro na Yohana walikuwa pamoja. Petro alidhaniwa, alikosewa, walijaribu kumdunukuza na kudharau huduma yake. Vivyo hivyo Yohana tunayemjua tena kwa sababu ya Yohana ni mmoja kati yao. Hatujui alikwenda wapi, hatujui alipofika, lakini katika maandishi yake, labda aliandika huko Efeso, ni kitu kile kile. Ndugu, Yohana hakushawishika na Wayahudi. Baada yake alikuwa na ufahamu na kila kitu alichosema, ndugu. Kwa hiyo ninachohitaji kusema ni nini? Maoni pekee tunayotoa kuhusu ushawishi wa barua yake na watu wa kwamba maoni pekee tunayotaka kuhusu ushahidi wa barua yake ya tatu ni kwamba kulikuwa na uongozi wa makanisa na mafundisho ya Diotrephes ambayo hawakukubali tena huduma ya Yohana kwa sababu alipenda kuwa mkuu wa kanisa. Tayari alikuwa na mipango na mapigo. Ndio maana ujumbe huu nilianza kuwa nasema tuachie mbali dhana yetu kuhusu vyeo. Dhana yetu kuhusu vyeo tuiache. Tunatakiwa kuondoka. Tunaweka kiota chetu mahali pekee. Hoje vemos a importância de seguir o ensinamento dos apóstolos e a comunhão na palavra profética, a qual dá direção e traz o governo de Deus, dando liberdade para. Kwa bahati mbaya uongozi ulipotoka kanisa la Yerusalemu uliharibu kazi ya Mungu. Leo tunaona umuhimu wa kufuata mafundisho ya mitume na ushirika katika uumbaji ambalo linatoa mwelekeo na kuleta utawala wa Mungu. Ukiupa uhuru kwa Roho Mtakatifu kufanya kazi na uwezo wake kutekeleza kazi ya Mungu. Amen. Hapa namaliza neno langu
Na tumaini ndugu kwamba mtaelewa Biblia vyema zaidi na muktadha huu mpya. Kuanzia sasa kitabu cha Matendo ya Mitume kitakuwa tofauti kwako, na barua zote 14 Paulo utazielewa kwa njia tofauti. Vivyo hivyo barua za Pedro na barua za Yohana utazielewa vyema zaidi kuanzia sasa. Amen. Yesu ni Bwana.